Tangu idara ya utabiri wa hali ya hewa kutangaza kushuhudiwa kwa mvua katika baadhi ya maeneo nchini, wafanyabiashara wanalalamikia kupitia hasara. Wafanyabiashara katika soko la Old Tiptip mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, wanasema hali hiyo imechangia kushuka kwa biashara zao kufuatia upungufu wa baadhi ya bidhaa sokoni unaosababishwa na mafuriko. Wakiongozwa na Mary Nyadzua Ngale, wafanyabiashara hao wanasema kuwa mvua inayoendelea kushuhudiwa maeneo mengi kote nchini imesababisha bidhaa kama vile viazi, nyanya na vitunguu kupanda bei na kusababisha biashara yao kuathirika pakubwa. Biashara sasa ni ngumu, vitu viko ghali na havitoki hapa coast, vinatoka bara. Hali ya usafiri pia ni shida, kwa hivyo hata transport zinapanda. Kwa sasa kiazi zamani ilikuwa ni 300 mpaka 450. Sasa tunanunua 6,500. Tomato mimi binafsi leo tayari nimenunua shilingi 10,013 kilo 120. Biashara yani imekuwa ngumu na imekuwa mbaya. Kwa sababu pesa nayo ipatikani, alafu biashara yani vitu viko juu sana. Na sasa unaona vile mvua inanyesha. Hata zingine zaharibika huko shambani, unaletewa hivyo hivyo. Lazima unaletewa vitu vimeoza, zimeharibika, imekata pesa yako, ujue anzie wapi. Kulingana na season ya mvua, wateja huwa lazima wapungue kwa sababu hawafiki sokoni kwa wakati. Na cha pili, ile bidhaa uweza kuinunua kule iko nzuri, na kulingana na weather ya mvua ikinyesha nyingi, uweza kupata ile gari vile ikikwama kwa sababu haitembei, inabidi ikwame, utafute tractor ivute, so unapata ile gari inaingia maji. So kiingia maji ile hii kitunguu inafika sokoni ina maji. So utapata mteja atakuja aishike, kuna mmoja atanunua, kuna mwingine ataacha kwa sababu ya zizima. Kulingana na wafanyabiashara hawa, vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran vimesababisha kupungua kwa bidhaa sokoni, hasa bidhaa ambazo zinasafirishwa kutoka mataifa mengine. Vita vinaendelea Iraq na Amerika na Israel. Kulingana na saa hii inaathiri biashara kwa sababu ya transport. Issue of transport kwa sababu mafuta sahihi hayapatikani, na kuna sehemu hizi meli zinapitia wameifunga. So vile wanafunga, unapata bidhaa huku vinapanda bei, viwe bidhaa vya sokoni na viwe bidhaa vya madukani. Wafanyabiashara hao wanadokeza kuwa hali mbaya ya uchumi pia imesababisha wafanyabiashara wengi kufunga biashara zao. Uchumi umekuwa mgumu kwa kila mwanadamu, kwa kila mtu Kenya nzima. Hali ni ngumu, ndio naona meza zingine wale wameondoka kwa sababu ya ugumu. Watu wamefunga biashara wengi sana. Utakuta mtu ameweka kitunguu na tomato peke yake, vitu vingine ameshindwa kwa sababu ya pesa. Nikiripotia Coco FM, jina langu ni Pauline Mwango. Coco FM, ladha ya Pwani.